Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, katika darasa letu la leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tumezungumziwa mengi ambayo yamefungamana na mwezi wa Ramadhan. Leo tukiendelea na muhadhara wetu ambao utazungumzia swala muhimu sana katika dini yetu ya Kiislamu, hasatan katika jumla ya mambo ambayo tumewekewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tutazungumzia salatu tarawih. Salatu tarawih, je, ni sunna au ni bid'a? Je, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliswali salatu tarawih? Je, masahaba waliswali salatu tarawih? Je, waliswali raka ngapi? Je, sharia na fiqh ya Kiislamu na madhahib ya Kiislamu yatuzungumzia salatu tarawih namna gani? Insha Allah taala, ili tufahamu yote haya ambayo tumeuliza katika muhadhara wetu, tuwe makini, tuwe pamoja, tuweze kufahamu swala kama hili la salatu tarawih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an suratu Sajda kuwasifu waumini na kueleza sifa za waumini, akituambia tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waumini wa kikweli sifa zao wao, tatajafa junubuhum 'anil madaji', wanaziepusha mbavu zao na pale wanapolala kwa sababu ya kufanya ibada. Yad'una rabbahum, wakimwabudu na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khawfan, kwa sababu ya kuogopa adhabu yake, wa tam'an, na kwa sababu ya kuwa na tamaa na kutarajia rehema zake na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na miongoni mwa yale ambayo tumewaruzuku wakawa ni wenye kutoa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, nafsi haijui kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekifichia nafsi kutokamana na kitulizo cha macho ambacho kitamtuliza mwanadamu, jazaa bima kanu ya'malun, hayo yakiwa ni malipo kwa sababu ya matendo yao mazuri walikuwa wakiyafanya. Utaona aya kama hii yatuonyesha kwamba waumini wanapokuwa ni watu wa kufanya ibada, wakawa ni wenye kuziepusha mbavu zao na malazi yao kwa sababu ya ibada. Ulama katika tafsiri ya aya kama hii wanatuambia maana ya aya hii ni kwamba wao walikuwa wakiziepusha mbavu zao ima baina al-maghrib wal isha, wakawa ni wenye kuhuisha wakati kama huo baina al-maghrib wal isha, au wakawa ni wenye kuhuisha usiku, watu wakiwa wamelala, wao wanaamka kufanya ibada ikiwa ni sala za usiku. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kuna hadithi iliyopokewa na Nana Aisha radhiyallahu anha akituambia, kutuelezea hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada. Anasema kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama usiku kufanya ibada mpaka nyayo zake zikawa ni zenye kufura kwa sababu ya kusimama kufanya ibada usiku. Faqalat Aisha radhiyallahu anha, Aisha akawa anamsema
kusema kutuambia kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, mbona unafanya hivi unavyofanya, kusimama mpaka miguu ikawa ni yenye kufura, wakati wewe umeambiwa ushasamehewa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashakufutia madhambi yako yaliyotangulia na yatakayokuja. Sasa mbona unasimama usiku mpaka ukawa ni miguu ni yenye kufura kwa sababu ya kufanya ibada? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, afala uhibbu an akuna 'abdan shakura, afala uhibbu an akuna 'abdan shakura, kwani mimi sitaki au sipendi kuwa ni mja wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa nimesamehewa madhambi yaliyotangulia na madhambi yatakayokuja, ndio mimi nisiwe mja wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada? Kwa hiyo utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ibada ya usiku mpaka miguu ikawa ni yenye kufura, na alipoulizwa akasema, wewe ushasamehewa madhambi na ushasamehewa madhambi yaliyotangulia na yatakayokuja, lakini akathibitisha na kutufahamisha kwamba amefanya hayo kwa sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio kujikalifisha mpaka miguu ikawa ni yenye kufura, bali ni katika hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajayafanya kwa kusudi ya kujifurisha miguu, bali yeye alikuwa katika ladha ya ibada, lakini huku masahaba wakiona kwamba miguu yake imefura Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alipokuwa amepata mwili Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuswali kwa kukaa. Zamani alikuwa kiswali kwa kusimama, lakini mara nyingine akawa ni mwenye kuswali kwa kukaa. Fa idha arada an yarka'a qama fa qara'a thumma raka'a, na alipokuwa anataka kurukuu akawa ni mwenye kusimama akasoma, kisha akawa ni mwenye kurukuu. Utaona hadithi kama hii na aya kama hii ambayo tumetanguliza yatuonyesha fadla ya qiyamul layl na fadla ya kufanya ibada usiku. Na Aisha anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hali yake ya kusimama usiku, akituambia radhiyallahu anha katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, anasema kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala mwanzo wa usiku kisha akisimama mwisho wa usiku akiswali, akitufahamisha kwamba Mtume alikuwa akichelewesha swala za usiku, na hii ilikuwa ikiwa ni tahajjud na ikiwa ni qiyamul layl. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala na akipumzika mwanzo wa usiku kisha akisimama mwisho wa usiku. Na Aisha ametufahamisha namna hii. Kadhalika ukija katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Muslim, anatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khayran min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla layla. Anasema hadithi iliyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, usiku kuna saa moja ambayo mja Muislamu hatuwafiki saa kama hiyo akawa ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khairi ya duniani na khairi ya akhira, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa mja kama yule kwa sababu ya kuwafikiana na saa hiyo ambayo yapatikana katika masaa ya usiku. Kisha akatwambia, wadhalika kulla layla, saa kama hiyo ni saa ya kila usiku, yani kila usiku kuna saa moja ambayo lau mja akawa ni mwenye kuwafikiana na saa hiyo akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khairi ya duniani na khairi ya akhira, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa mja kama yule, kwa sababu ni sa'atul ijaba iliyowekwa katika masaa ya usiku, na ni kila usiku, mbali na mwezi wa Ramadhan ambayo ndani yake kuna nafahat na khairat nyingi ambazo kwamba tumefahamishwa. Umma wa Kiislamu, tukisema umma wa Kiislamu ni kuanzia masahaba mpaka al-aimma waliokuja baada yao, wameafikiana kwamba qiyamul layl ni sunna. Qiyamul layl ni sunna, hasatan katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anatuambia katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim, akituambia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kusimama usiku mwezi wa Ramadhan, mwenye kusimama kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhan
imanan wa ihtisaban, kwa sababu ya kuwa na imani na thawabu zile ambazo kwamba zimewekwa, kwa sababu ya kuwa na imani kwamba qiyamul layl mimi nimewekewa sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ihtisaban, na kwa ajili ya kutarajia thawabu nyingi zilizowekwa katika qiyamul layl katika mwezi wa Ramadhan. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha akituambia katika hadith iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim kwamba man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kusimama kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhan imanan, kwa ajili ya kuwa na imani kwamba qiyamul layl katika Ramadhan ni sunna, wa ihtisaban, na kwa ajili ya kutarajia thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi akatwambia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Tufahamu kwamba hadithi hii yatufahamisha kwamba qiyamul layl au salatu tarawih inayoswaliwa katika mwezi wa Ramadhan ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Usichukulie jambo ni kwamba ni rahisi sana ukaona labda ni kujisumbua, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anatuambia kwamba ni sababu ya kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia lau mja atasimama. Sahaba radhiyallahu anhu walikusanyika katika hadithi, tunaambiwa wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha dakhala al-ashru ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizan. Hasatan katika kumi la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijikaza na akiongeza bidii katika kusimama, mpaka alikuwa akiwaamsha na watu wake wasimame wafanye ibada. Na yote haya yanachukulika kwamba ilikuwa ni salatu tarawih, ilikuwa ni qiyamu Ramadhan, ilikuwa ni tahajjud, ilikuwa yaingia katika qiyamu Ramadhan na salatu tarawih na salatu tahajjud. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama walikusanyika nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kuswali katika mwezi wa Ramadhan. Yani waliswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena msikitini, wakawa wameswali na Mtume mara mbili au mara tatu kama ilivyokuja katika hadithi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa usiku wa 4 au usiku wa 3 hakutoka kwenda kuswali na wao, na tutaona katika hadithi ambayo imepokewa na al-Imam al-Bukhari wa Muslim kadhalik, anatuambia kwamba nana Aisha radhiyallahu anha ametupokelea hadithi akisema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam salla dhata laylatin fil masjid, aliswali wakati mmoja wa usiku msikitini. Fasalla bi salatihi nas, wakaswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam watu. Thumma salla min al-qafilati fakathura an-nas, kisha akaswali usiku wa pili unaofuata watu wakawa wengi zaidi. Thumma ijtama'u min al-laylati thalithati aw ar-rabi'ah, kisha watu wakakusanyika usiku wa 3 au wa 4, wakawa wanamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini kama vile alivyowaswalisha siku ya kwanza na usiku wa pili, wakawa wanamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawa usiku wa 3 au wa 4 hakutoka kwenda kuswali na wao. Falamma asbah, ulipopambauka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qad ra'aytu alladhi sana'tu, mimi nimeona mmefanya nini jana, yani mkusanyiko wenu wa jana mimi nimeuona na nimetambua. Walam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum, wala hakuna kilichonizuia mimi kuja kuswali na nyinyi ila mimi nilichelea na niliogopea kwamba kusije kukafaradiwa swala hii ya usiku kisha ikawashinda. Tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia watu kila mmoja arudi akaswali nyumbani kwake, wala hakuambia kwa nini mmekuja kuswali, wala hakuambia kwamba ni bid'a, hakuna kuswaliwa salatu katika mwezi wa Ramadhan. Wadhalika fi Ramadhan, hadithi imekamilika ikituambia na hiyo ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda kuswali na watu usiku wa kwanza, akaenda kutoka kuswali na watu usiku wa pili na usiku wa 3. Riwaya ikaja ikasema akawa hakutoka, ima ni usiku wa 4 ama wa 3,
hakutoka kwenda kuswali na wao, lakini asubuhi alipokuja kuwakuta msikitini aliwasifu wale watu na akawaambia, niliona mlilofanya jana mimi katika kukusanyika kwenu msikitini, lakini hakuna kilichonizuia kuja kuswali na nyinyi, ila nimechelea usije mkafaradhiwa hii swala ya usiku kisha ikawashinda. Je, hilo ni kuwakataza wasiswali, ama hili ni kuonyesha kwamba ilikuwa ni bid'a mtume aliwakataza? La, mtume alikuwa amechelea hawa kwa ile hamu yao waliokuwa nayo, kwa bidii yao waliokuwa nayo, wasije wakasababisha swala hii ikawa ni faradhi kisha wengine wakashindwa kutekeleza, ikawa ni kuwapatisha madhambi wale ambao watashindwa kutekeleza, kwa sababu hizi tano za faradhi zimewashinda wengine. Je, wakifaradhiwa katika mwezi wa Ramadhani raka 20 watu wangeweza namna gani? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelea watu wasije wakawekewa ni faradhi, ndio maana asitoke usiku wa 3 ama wa 4 kwenda kuswali na wao. Tayeb, katika hadithi nyingine iliyopokewa katika al-Mustadrak al-Sahihain, tunaambiwa imepokewa na al-Hakim an-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma annahu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulisimama pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam fi shahri Ramadan, katika mwezi wa Ramadhan. Yani tulisimama kuswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhan, lailata 23 ila thuluthi al-layl, usiku wa 23 tulisimama tukaswali na Mtume mpaka thuluthi ya usiku. Thumma kunna ma'ahu lailata 25, kisha tukasimama na yeye tena kuswali usiku wa 25 ila nisfi al-layl, mpaka nusu ya usiku. Thumma kunna ma'ahu, kisha tukasimama pamoja na yeye kuswali lailata 27, usiku wa 27 ila nisfi al-layl, mpaka nusu ya usiku. Thumma kunna ma'ahu lailata 27, tukasimama na yeye usiku wa 27 hatta dhananna an la nudrika al-falah, tukadhania kwamba hatutopata alfajiri tuliposimama naye, yani wakawalikesha na Mtume sallallahu. Wa kunna nusammiha al-falah, na sisi tulikuwa tukiita swala ya asubuhi al-falah. Wa antum tusammuna as-sahur, yani falah anamaanisha suhur, yani tulikuwa tumesimama mpaka tukaona kwamba daku itatupita. Falah ni daku, na nyinyi mwaita hiyo daku kwa lugha yenu ya sasa suhur au sahur. Kwa hiyo ni kuonyesha Mtume alisimama na masahaba mpaka wakati wa daku, yani falah ilikuwa ni karibu na kufika alfajiri, ambayo ilikuwa ni wakati wa kula daku. Tayeb, hadithi kama hii yatuonyesha kwamba ni dalili wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali na masahaba swala ya tarawih msikitini. Kivipi? Kwa sababu hadithi yatuambia tulisimama na Mtume mpaka thuluthi ya usiku. Thuluthi ya usiku ni saa ngapi? Mpaka thuluthi ya usiku ni saa ngapi? Ni mpaka saa 3 saa 4, kwa sababu ukigawanya masaa 12 mara 3 utakuta ni saa ngapi? Saa 4. Sasa saa 4 swala inayoswaliwa mpaka saa 4 katika mwezi wa Ramadhani haiwezi kuitwa tahajjud, kwa sababu tahajjud watu wanalala, wanaamka, wanaswali baada ya nusu ya usiku. Sasa swala iliyoswaliwa na Mtume mpaka thuluthi ya usiku ambayo ni saa 4 ilikuwa swala gani? Na ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani, ndio tukasema hii ni tarawih. Siku ya pili akaswali na wao mpaka nusu ya usiku. Saa ngapi nusu ya usiku? Ni saa 6, kwa sababu 12 ukigawanya mara 2 ni 6. Kwa hiyo aliswali na wao siku ya pili mpaka saa 6. Tahajjud haiswaliwi mpaka saa 6. Tahajjud inaanza kuanzia saa 6 kuendelea, ama baada ya saa 8 kuendelea. Kwa hiyo hii swala ilikuwa ni gani? Ilikuwa ni salatu tarawih. Mtume aliswali na wao masahaba. Hii hadithi ni sahihi iliyoko katika al-Mustadrak. Ndio maana Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحث عمر رضي الله عنه على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها. سيدنا علي alikuwa akimsisitiza Sayyidina Umar akuishe sunna kama hiyo, ambayo ikawa ni sunna ya salatu tarawih, na Sayyidina Umar katika khilafa yake akawa ni kwenye kuhuisha na akawakusanya watu waswali nyuma ya imamu mmoja. Tufahamu wazi kwamba kuna wale wanaosema kwamba salatu tarawih ni katika bid'a zilizozuliwa na Sayyidina Umar bin al-Khattab, bali wao hata hawamuiti Sayyidina Umar, wanamuita Umar bin al-Khattab, yani ni swala iliyozuliwa na Umar bin al-Khattab.
kumaanisha haiko katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati sisi tumetangulia kusoma ahadithi kadhaa wa kadhaa za tuonyesha kwamba Mtume aliswali na watu ndani ya msikiti katika mwezi wa Ramadhani, masiku kadhaa akaswali na wao, mwisho akawaambia nimechelea msije mkafaradhiwa, lakini hajawaambia msiswali msikitini. Kwa hiyo hii swalatu tarawih haijawekwa na Umar bin Khattab, bali ni sunna iliyosuniwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tuangalie Sayyidina Umar alifanya kitu gani katika salatu tarawih mpaka wengine wakadhania kwamba Umar ndio amezua salatu tarawih. Tunawaambia namna hii katika hadithi kama hii ambayo ni hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Tuenda na Bukhari na Muslim kwa sababu ni vitabu sahihi vinavyotegemewa katika madhhabi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu katika hadithi iliyopokewa na Abdurrahman bin Abd al-Qari anasema kwamba qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Huyu Abdurrahman bin Abd al-Qari anasema nilitoka na Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu laylatan fi Ramadan ila al-masjid. Nilitoka na yeye usiku moja katika mwezi wa Ramadhan kwenda msikitini. Fa idha an-nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi. Mara tukawakuta watu wametawanyika msikitini, mmoja yusali peke yake, wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahat, na mwingine ameswali pale nyuma yake kuna watu kama kuanzia 3 mpaka 9 wanaswali nyuma yake. Faqala Umar, Sayyidina Umar alipoona msikitini na ni usiku wa Ramadhan akakuta watu wanaswali, wengine moja kila moja peke yake, na wengine wameswali nyuma yao, kuna maamuma wanaswali nyuma yao, akasema inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Akasema mimi naona hawa nikiwakusanya wote nyuma ya imamu mmoja ingekuwa ni jambo la maana sana kuliko kila mmoja aswali peke yake. Kwa nini aseme hivi? Tayari kuna jamaa inaswaliwa, kwa sababu kuna wengine walikuwa wakiswalishana jamaa na wengine walikuwa wakiswali moja, na yeye anakumbuka Mtume aliwahi kuswalisha watu katika mwezi wa Ramadhani kwa jamaa. Akaona sasa kwa nini niwaache hivi waswali moja? Akasema lao nitawakusanya nyuma ya imamu mmoja ingekuwa ni jambo la maana sana, kwa sababu itapatikana nidhamu na itapatikana nishati ya watu kufanya ibada wa kuswali nyuma ya mtu mmoja. Tayib, فسيدنا عمر ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. Kisha akaazimia, akakata shauri, akawakusanya watu wote nyuma ya Ubay bin Ka'b ambaye alikuwa ni msomaji mzuri wa Qur'an. Akawaambia kwamba nyinyi kuanzia leo mtaswalishwa na Ubay bin Ka'b, mtaswali nyuma yake, msiswali moja. Tayeb, ثم خرجت معه ليلة أخرى. Kisha anasema Abdurrahman bin Abd al-Qari anasema kisha nikatoka naye usiku mwingine wa Ramadhani. Tulipokuja wanasu yusalluna bi salati qari'ihim, watu wakawa wanaswali nyuma ya yule msomaji wao, imamu wao, yani watu wote wametekeleza amri za Umar, wakawa wanaswali nyuma ya imamu mmoja, wakawa wanaswali. Qala Umar, Sayyidina Umar akasema ni'mal bid'atu hadhihi, bid'a nzuri ni hii. Bid'a nzuri ni hii, na hii kuonyesha katika Uislamu kuna kitu kinaitwa al-bid'atul hasana. Bid'a nzuri ni gani? Ni kitu ambacho kwamba hakikhalifiani na kitabu Allah na sunnatu Rasulillah, ni kitu hakiendani kinyume na Qur'ani na Sunna. Sasa yeye ashawakuta watu wanaswali msikitini, wengine kwa jamaa, wengine moja, akaona hawakusanye waswali nyuma ya imamu mmoja. Akasema mkisikia bid'a nzuri ni kama hii. Ipi? Sio ya kuswalisha wa watu kuletwa msikitini, bali ya kukusanywa waswali jamaa kuliko kuswali moja. Kwa hiyo ikiwa utaita ni bid'a ya kilugha ambayo haikhalifiani na sheria, Sayyidina Umar akaisifu akasema neema ya bid'a ni hii, kwa sababu watu walikuwa kuswali moja, nimewafanya waswali kwa jamaa, na ni jambo ambalo lilikweko na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya. Ndio maana Sayyidina Umar akaita ni bid'a kilugha, lakini si bid'a ya kisheria ambayo inakhalifu sheria, wala si bid'a ya kukhalifu Qur'an wala Sunna. Kisha Sayyidina Umar akasema wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun, wale wanaolala ni bora kuliko wanaoswali. Wanaolala ni bora kuliko wanaoswali. Wengine wakapokea hapo, wakasema Umar mwenyewe alikuwa anasema wale wanaolala ni bora kuliko
yani wakana an-nasu yuridu akhir al-layl wa kana an-nasu yaqumuna awwala. Sayyidina Umar anasema wale wanaolala kwanza wakapumzika kisha wakaamka wakaswali ile tarawih ni bora kuliko wanaoswali baada ya isha moja kwa moja. Hapa hajatuambia msiswali baada ya isha, anatuelezea ubora zaidi ni wakati gani. Ubora zaidi ametuambia ni watu wapumzike kwanza baada ya kufuturu, isha kuadhiniwe kuchelewa baada ya watu kuamka, kisha waswali salatu tarawih mpaka nusu ya usiku mpaka saa 8. Anasema hii ni bora zaidi kuliko wanaoswali mwanzo wa usiku. Ndio tukapewa khiari, lakini wakati wa tarawih unaanza saa ngapi? Unaanza baada ya kumaliza salatu ya isha. Umeamua kuadhini isha wakati wake ni saa ngapi? Isha ni kuanzia saa 2 mpaka saa 11 ni isha. Kwa hiyo ukiambiwa sunna ya tarawih ni kusaliwa baada ya isha, ni khiari yako wewe sasa utaadhini isha saa ngapi. Ukiadhini isha saa 2 mkaswali saa 2:30, basi baada ya hapo tayari wakati wa tarawih ishaingia, unaweza ukaswali. Ukaamua kuswali isha saa 4, basi tarawih itaanza baada ya saa 4. Ukiamua kuswali isha saa 6, basi tarawih itaanza baada ya saa 6. Itategemea isha yenu mumeamua kuswali saa ngapi, ili watu wawe na khiari. Tayeb, kuona kwamba maelezo kama haya yatuonyesha sunna ya salatu tarawih. Kwa hiyo salatu tarawih ni sunnatun nabawiyya, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi asliha, katika asli yake za Mtume aliswali, wa umariyatan fi kayfiyatiha, lakini namna yake ya kukusanya watu nyuma ya imamu mmoja ni sunna iliyowekwa na Sayyidina Umar, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhusia tushikamane na mwendo wa khulafa, akatwambia alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Anatwambia shikamaneni na sunna yangu mimi Mtume, kisha akasema wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, kisha mwendo wa makhalifa waliokuwa waongofu kama kina Sayyidina Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali na Hassan na Hussein, wote waliokuja ambao walikuwa ni viongozi bora na viongozi wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhusia kushikamana nao. Masala ambayo tunafaa kufahamisha ni masala ya salatu tarawih. Tushafahamu kwa ni sunna wala haikuzuliwa na Umar, lakini je, yaswaliwa raka ngapi? Salatu tarawih yaswaliwa raka ngapi? Tarawih nataka tufahamu kwanza, na tutaeleza masala mafupi ya kilugha ili tuweze kufahamu suluhisho lake na natija yake ni nini. Tarawih, neno hili ni neno la Kiarabu, lamaanisha wingi, kwa sababu moja ni tarwiha. Tarwiha ni moja, tarwihatan ni mbili, tarwih ni 3, tarawih ni zaidi ya 3. Hii katika kaida ya lugha ya Kiarabu kuna jamu ambayo inaitwa jam'ul jam'i, wingi wa wingi. Ikiwa jamu ni vitu vitatu, mfano kama msikiti utasema masjidun ni moja, masjidani misikiti miwili, masajidu ni misikiti mitatu, masajidu ni misikiti zaidi ya mitatu. Tayeb, sasa tarawihu ni zaidi ya 3. Sasa ni nini tarawih? Ni kwamba maana yake maswahaba walikuwa wakiswali kila baada ya raka 4 walikuwa wakipumzika, na raka 4 zao zilikuwa ni 4, si mara 3, ni 4 mara 5. Walikuwa wakiswali 4 mara 5. Kivipi? 4 baada ya raka 4, watu wa Maka